Miaka nenda, miaka rudi. Waislamu ikawa mambo yetu ni madogo sana. Sijui tunataka ID, tunataka nini? Vitu vidogo ambapo wenzetu wanatafuta mambo makubwa. Lakini katika miaka miwili ya William Ruto, ule mjadala wa ID tukamaliza kabisa. Hapa ilikuwa tukipotea sisi kiholela kwa misingi ya dini, hata yule mwenye siasa kali. Leo katika jambo la kwanza lilifanyika ni kuhakikisha tulikomesha ile kupotea na kutoweka kwa mashehe wetu na vijana wetu kwa shutuma za ugaidi. Vile vile katika maeneo ya pwani watu walikuja huko na dhamira ya kutuharibia uchumi wetu. Leo masala yetu ya bandari yamerudi, mji wetu wa Mombasa unaendelea kupata uhai. Juzi tu rais alikuwa huko akabuni karibu programu ambayo unaisikia miaka nenda miaka rudi kuanzia liko mdogo, at special economic zone kila siku yaangaziwa. Leo kumeletwa wawekaji ambao wataanzisha hiyo special economic zone. Na sisi tujiangalie kama umma mmoja. Kulipoondolewa mambo ya ID, ukweli wa mambo sasa, japokuwa ilikuwa tukisemekana ni wale watu wako mpakani na Waislamu. Hata Muislamu Mkikuyu anaitwa Muhammad Omar Maluki alikuwa akipata shida dhidi ya ndugu yake ambaye anaitwa Ndegwa Maluki. Na leo tumekomesha hiyo dhulma, kuhakikisha tumeleta Kenya ya usawa wa kila mtu. Na sababu watu wanampinga William Ruto ni kwa ajili ameweza kuhusisha wengi zaidi. Leo sisi kama jamii ya Waislamu, na nimesikia kilio cha wale ambao wako katika Mount Kenya, tumeshikilia viti na nyadhifa ambavyo hatukuweza kufikiria katika maisha yetu. Watoto wadogo kina Muhammad Agar, makatibu katika Wizara ya Transport. Kina Muhammad Ruwange, watoto wa Kidigo, leo wanatuwakilisha Saudi Arabia. Kina Abubakar leo ni makatibu katika wizara kubwa. Zamani walikuwa wamezoea kutupa zile wizara za michezo na zile wizara ambazo ziko na hazina vipawa vya mbele. Lakini siku hizi sisi pia katika ulinzi, katika usalama, katika masuala ya kibiashara, Waislamu wako hapo, na hii ndio ile serikali tutakufa nayo na tutasimama nayo. Na nawaomba kama jamii ya Mount Kenya, wakiwemo Waislamu na wasio Waislamu, hii ni wakati wa kushikana, ni wakati wa kuungana, na ni wakati wa kujenga Kenya moja ya kila Mkenya ajihisi kwa Mkenya akiwa na haki zake za kikatiba. Na mkisikia hii masala ya sisi kujiandikisha kama raia wa Jamhuri ya Kenya, maana katika mipangilio ya President William Ruto anataka kuhakikisha kwamba tumeleta masala ya afya ya bure. Wale ambao wenye kingi watatoa zaidi ili wenzao ambao hawana kitu waweze kupata matibabu ya kiafya. Na mujiandikishe. Kitambulisho ndio kitakupa wewe haki zote nyingine za uraia. Inakupa pasipoti yako ya masala ya nyumba, one man, one ID, one house, na mambo mengi mengine. Kwa hivyo msije hapa kupotoshwa. Nimeshukuru pia yale makanisa ambayo yamezuia watu ambao Jumapili mpaka Jumapili wanaenda kuchochea Wakenya. Kama unataka kukao cha kuzungumza na Wakenya, unda kikao chako mwenyewe. Tumeshukuru sana, hata sisi Waislamu tumelinda sana tamaduni na tarbia za wenzetu wa Waislamu. Hatukukubali misikiti yetu kuganya na kuleta vurugu. Tumeshikana kina Hassan Olenado na viongozi wa Kiislamu tulipokuwa na tashwishi ya masala ya maandamano na hali ya alipojumlishwa Raila Odinga na wengine. Sisi Waislamu wote tukiwa pamoja na Wakenya wengine, sio kubagua wengine, kuimarisha za wale haki za wale waliotengwa na waliokuwa wachache kwa muda mrefu. Yake na naujua ushupavu wake. Alikuwa darasa moja na mimi Moi University tukisoma sheria. Deputy President wa Jamhuri ya Kenya. Na leo tunaweza mfikia wakati wowote, na mimi najua fikra zake. Na kuna siku nitakuja kuambia usuba wetu na Kindiki ulioanza wapi. Watu walipojaribu kunibagua kwa mkondo wa Raila Odinga, lakini kwa ajili ya UDA na kwa ajili ya
William Ruto. Tumekuja pamoja, yeye ndio anahudumu kama mwenyekiti na mimi ni mdogo wake hapo kama katibu mkuu. Na mimi namuombea Mungu sana. Alipokuja na hii fikra, akaniambia kwamba sisi Waislamu ni watu wapenda amani, watu ambao tumejumuika katika uchumi wa Kenya, na amesikia kwamba kuna halaiki ya Waislamu ndani ya mlima ambao ni watu ndani ya mlima ambao ni Waislamu. Akasema na yeye pia wakati huu kabla watu hawajafika State House, yeye pia atahakikisha ameandaa yake ndani ya Embu na amewaita Waislamu kutoka Mount Kenya nzima. Na namuomba Cecily na Mundigi na wengine wakenya fikra kama hiyo, hii safari isiishe hapa, iwe safari iliyonoa nanga ili tuhakikishe kila mtu ako ndani. Na mimi nitatafuta kiti cha ugavana, lakini kiti cha pili nitakachotafuta kwa awamu ya pili awe gavana tena ndani ya kaunti ya Kenya ni kiti cha Cecily Mbarire kwa mapenzi ya Mungu. Akitafuta chake na mimi naja kusaidiana na yeye, na mimi pia nitamwita aje kuzungumza na watu wa mlima ambao wako wengi ndani ya Mombasa, ili tushirikiane, watu wenye fikra kama zetu za umoja na uwiano tuwe pamoja. Kwa hivyo kumebakia dakika kama 15 kabla kufungua mwadhini, nitakuja tena kwa kupitia kina Ses kuja kuwatembelea jamii za Waislamu ndani ya mlima Kenya na maeneo mengine kama pia vile Western. Na hapa pia tuko na dada yetu anaitwa Hadija Ngani ambaye ni commissioner katika Commission for Revenue Allocation. Yeye ni katika Waislamu wetu huko Western Kenya ambapo pia Waislamu ni wengi kwa kupitia na Bongo Mumia na wengine wengi. Asante sana Hadija. Sasa kwa heshima na taadhima, wacha nimwalike mwenyekiti wangu, chairperson of the UDA, Honorable Cecily Salma Mbarire. Karibu sana. Asante sana my brother, and who is also our chief guest, ambaye ndiye katibu mkuu wa chama cha UDA, the SUKEM chair Hussein Olenadu, SUKEM treasurer Omar Hamis, our deputy governor Mheshimiwa Kinwamugo, viongozi wote ambao wametoka sehemu mbalimbali ya Mount Kenya wakiongoza hii dini ya Kiislamu, our member of parliament wa Manyata Konji, our senator Mheshimiwa Mundigi, tuone kama tuko pamoja. Nimeshukuru sana siku ya leo kuwa wenzangu, madugu zangu ambao tunaishi na nyinyi hapa Embu County. Tukue na hii hafla kama watu wa Embu County. Tulikuwa tumejaribu kuona kama tunaweza pata deputy president, sijui yako wapi, tafadhali fanya hivi. Tuko na Trupena pia ametoka hapa Embu na tunafanya kazi kwa chama kule Nairobi, na tuko pia na viongozi wa Embu County government wakiongozwa na yule alikuwa amesimamia hiyo kamati anaitwa Jamal Ronyenje ambaye ndiye waziri wetu wa afya ako pale. Tuko na county secretary anaitwa Eni Ruria pia ako hapa. Tuko na Yusuf ambaye ni chief officer wa sports na ako hapa pia, na tuko na other viongozi wa county ambao ningetaka ku appreciate all of you for being here. Mimi ningetaka kusema hivi, Mheshimiwa Hassan, nikitafuta kura, kama kuna kura ambayo
tuliketi na tukaongea kwa undani kabisa, ilikuwa kura ya Waislamu, kwa sababu walikuwa na tashwishi kubwa sana na vile walikuwa wameona mambo hapo mbeleni. Wakaniambia hawapati cheo chochote katika serikali ya county. Wakaniambia even employment ni shida kabisa. Tukapanga MOU na wao ambayo mimi mwenyewe nilisign, and I want to thank you, my brothers and sisters of the Muslim faith, for supporting me based on just a signature on an MOU and believing that kweli dada yetu ataweza kutufikisha mahali. And I'm happy kuripoti siku ya leo kwamba for the first time tumekuwa na waziri wa kutoka Muslim community ambaye ni Jamal Runyeje. Pia tukachukua chief officer anaitwa Yusuf ambaye ametoka kati ya Muslim community. Tuko na director Rehema ambayo pia ni msichana wenu shupavu who works very hard in our government, ambaye anaendelea kufanya kazi nzuri. Pia katika boards zetu tumeweza kuweka Muislamu katika board ya municipal ya Embu. Tumeweka Muislamu katika board ya level 5 hospital ambayo iko hapa Kirimari ward. Na jana Mheshimiwa Swale alikuwa ananikumbusha kwamba in total tumeweza kuleta Waislamu 25 katika serikali in the last 2 years. Sio ati tumemaliza. Nimesikia mnasemanga takbir. Takbir. Asante sana. And for that reason, this is just the beginning of more to come, because I do not need to convince the reason why I need to have you people kwa serikali yangu. Because to be honest with you, wale ambao wameingia wanafanya kazi nzuri zaidi, na ningetaka kuwashukuru. And I like the honest